Maya ni mlango wa kuzimu ambao unafunguliwa kwa lengo namba moja ya kuleta udanganyifu, ya kuleta uongo. Mlango ukifunguka kwenye ulimwengu wa roho, moja kwa moja unazibidi taarifa za uongo. Mathayo 24 mstari wa 4. Na mwingine afungue Wakorintho wa pili 11:14 na Mathayo 24:4. Inasemaje ambao umefikia mstari wote? Biblia inasema, ndio, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Hii ni roho ambayo namba moja inakuja kufanya udanganyifu kwenye maisha ya watu. Wakorintho 11:14, Wakorintho wa pili. Biblia inasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Anajigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Lengo lake ni adanganye, lengo lake ni awapoteze hata wale ambao wanamwamini Bwana. Mlango ukifunguka, ndio unaona inawapa nguvu manabii wa uongo. Watu wanakimbilia kwenye uongo. Mlango ukifunguka, watu wanaona mambo ya ujinga ndio kama mambo yenye busara. Ni nini? Shetani anawavuta watu kwenye mambo yasiyofaa. Ni nini? Ni Maya door inakuwa imefunguka. Ni ulango wa udanganyifu. Unashangaa kijana akifikia umri fulani anaona kuvuta bangi kama ni ujanja, kuvuta shisha ni kama ni ujanja. Kwa hivyo milele anakuwa ameingizwa kwenye mlango wa Maya. Anaona uongo kama ni ukweli, anaona uongo kama msaada, anaona uongo kama kitu kinachofaa. Namba moja, hii Maya ikifunguka inawavutia watu kuingia kwenye uongo. Lakini namba mbili, inawaingiza watu kwenye dhambi, inawaonyesha kwa dhambi ni kitu cha kukimbilia.